Rais wa Marekani Donald Trump ametoa hotuba ya kwanza katika utawala wake mbele ya bunge iliyoelezwa kuwa na ushindi. Maoni tofauti yatolewa kuhusiana na hotuba ya rais wa Marekani mbele ya bunge. Karibu katika matangazo ya Dunia Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi hapa ni Mary Mgawe, na katika sehemu yetu ya pili ya matangazo ya leo, mwenzangu BMJ Muridhi atakuwa akikuletea taarifa za teknolojia. Sehemu yetu ya kwanza siku ya leo tutakuwa tukizungumzia masuala mbalimbali, lakini makubwa zaidi ni kuhusiana na hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Marekani Donald Trump alichukua nafasi ya ushindi katika hotuba yake kwenye bunge Jumanne usiku na kuibua mjadala na usumbufu kutoka kwa baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic ambao walishika mabango na kutoka nje katikati ya hotuba kupinga. Yote yanakuja wakati ambapo Rais Trump alipokuwa akieleza mafanikio ya utawala wake katika kipindi cha wiki 6 za kwanza ofisini, ukipuuza sera za mambo ya nje za Marekani na kuibua vita vya biashara na washirika wa karibu na kupunguza nguvu kazi ya serikali. Hotuba hiyo ya kwanza kwa bunge tangu aingie madarakani Januari 20 ilimaliza siku ya pili ya msukosuko wa soko la hisa baada ya kuweka ushuru mpya dhidi ya Mexico, Canada na China. Wakati huo Rais Trump alitoa hotuba hiyo mbele ya kikao cha bunge Jumanne, akisifu hatua za awali zilizochukuliwa na utawala wake katika kupunguza urasimu, kuweka ushuru mzito kwa washirika wa kibiashara wa Marekani na kushinikiza Ukraine kusitisha mapigano dhidi ya uvamizi wa Russia. Wakati Trump akizungumza, wanachama wa Democratic walitazama huku akionyesha upinzani wao wazi. Mwandishi wa White House Patsy Widakuswara anaripoti na Abdushakur Abud anasoma taarifa yake hapa studio. Rais Donald Trump alitoa hotuba yake ya kwanza mbele ya kikao cha pamoja cha bunge tangu kuanza mhula wake wa pili Januari 20. America's momentum is back. Mwelekeo wa Marekani umerejea, ufahari wetu umerudi, imani yetu imerudi, na ndoto ya Marekani inakuwa kubwa na bora kuliko ilivyowahi kuwa kubwa. Lakini dakika 5 tu baada ya kuanza, mbunge wa chama cha Democratic Al Green kutoka Texas alianza kupiga kelele akisema kwamba Trump hana haki ya kupunguza bima ya afya, miradi ya misaada ya serikali kwa ajili ya bima ya afya kwa watu maskini. Mr. Green, take your seat. Green alisindikizwa nje. Trump alimulika ushuru mkubwa aloidhinisha Jumanne dhidi ya Uchina na majirani wa Marekani, Mexico na Canada. Washirika watatu wa juu wa kibiashara wa Marekani wametishia kulipiza kisasi na kusababisha masoko ya fedha kuyumba, huku kukiwa na hofu ya vita vipya vya kibiashara. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. Kutakuwa na changamoto kidogo, lakini tuko sawa na hilo. Haitakuwa sana. Mapema wiki hii Trump alisitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine kufuatia mkutano wa Ijumaa uliofanyika katika ofisi ya rais pamoja na Rais Volodymyr Zelensky kuhusu makubaliano ambayo yangeipa Marekani haki ya uchimbaji wa madini nyeti ya Ukraine, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuishinikiza Kiev kusaini makubaliano ya kumaliza vita dhidi ya uvamizi wa Russia nchini humo. Wakati huo tumekuwa na mazungumzo na Russia na tumeona ishara muhimu kwamba wako tayari kwa amani. Katika kutoa majibu ya Democrat, Senator Elissa Slotkin wa Michigan alimulika majibizano makali kati ya Trump na Zelensky. And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality. Tukio hilo katika ofisi ya Oval haikuwa tu kipindi kibaya, lakini ilitoa mukhtasari wa mtazamo mzima wa Trump kwa dunia. Anaamini katika kushirikiana na madikteta kama Vladimir Putin na kuwapiga teke marafiki zetu kama wa Canada. Anaona uongozi wa Marekani kama shughuli za kibiashara. Wademokrati wengi walionyesha upinzani wao wakati Trump alizungumza kwa kuvaa sare za rangi ya pink ili kuashiria sera za Trump ambazo anasema zinaathiri vibaya sana wanawake na familia, na kushikilia mabango madogo yakiwa na maandishi kama Musk anaiba, ikimaanisha juhudi za bilionea wa teknolojia Elon Musk kupunguza urasimu wa serikali kwa kufuta kandarasi za serikali na kuwafuta kazi maelfu ya wafanyakazi wa umma. Trump alirudia tena wito wake wa kurudisha mfereji wa Panama na kuchukua Greenland, lakini hakutaja madai yake ya kuondoa Palestina kutoka Gaza. Alizungumza kwa saa 1 na dakika 40, hotuba ambayo inasemekana ndio ndefu zaidi ya rais kutoa mbele ya bunge la Marekani. Abdushakur Abud, Sauti ya Amerika.
Wakati huu tunaungana na Timothy Sadera kutoka Georgia kuangalia mambo kadhaa katika hotuba ya Rais Trump. Dr. Sadera, katika hotuba yake kwenye jengo la Capitol Hill, rais amesema utawala wake umefaulu katika siku 43 kutimiza mambo muhimu. Kama mchambuzi, unadhani jambo gani zaidi linaonyesha mafanikio haya? Nashukuru sana. Jambo ambalo Bwana Trump niliona alijisifia nalo ni kwamba aliweza kufanikisha. Sasa hivi anasema uchumi umezidi kuongezeka na pia wananchi wanafurahia, akishukuru sana ya kwamba alichaguliwa na wananchi wengi ambao sasa hivi angependa kuifanya Marekani iwe kuu tena. Kwa hivyo anapoingia sasa hivi sifa zake zilikuwa ni kwamba niko tayari kubadilisha, na pia akasema ya kwamba lengo lake ni kupunguza wale ambao wanaingia katika nchi hii wakiwa si halali. Aliweza kutoa mifano pamoja pale kuwaleta walioathiriwa, waliopoteza watu wao kwa ajili ya mauaji kupitia kwa wahamiaji ambao wanasemekana ni wahamiaji haramu. Kwa hivyo anapotaja hivyo, kwa hivyo anaonyesha kwamba sifa zake zimeanza kufanya kazi licha ya kwamba amekuwa hapo mamlakani wiki 6 zilizopita. Rais amesema katika wiki 6 ametia saini amri za utendaji 200 na kuchukua hatua zaidi ya 400 kurejesha usalama na matumaini ulimwenguni. Wakati huu tunashuhudia nchi kadhaa kama vile Israel na Ukraine zipo katika mzozo mkubwa. Je, hatua gani sasa za rais zitasaidia kuboresha usalama, uchumi na wa Marekani huko katika mzozo kama ilivyo kwa baadhi ya nchi nyingine? Ni kweli kwa hivi sasa hivi atahitaji kwanza kuweka mikakati ambayo sasa italeta amani. Kwanza tuangalie Ukraine. Jambo lililotokea wiki iliyopita pale kwenye White House lilikuwa ni jambo ambalo pengine liliweka picha mbaya katika ulimwengu kuhusu Marekani na pia kumhusu. Kwa hivyo sasa hivi anataka kuangalia alete umoja wa kitaifa, umoja wa wapatanishi ambao wataweza kuwapatanisha Ukraine na pia na Urusi. Na pia katika upande wa Palestina pia lazima pia aangalie ni wapi ambapo anastahili kuangalia bila kukwaza mataifa ya Kiarabu. Kwa hivyo yuko katika hali ambayo sasa hivi lazima acheze mchezo wake vizuri. Na pia tukiangalia uchumi ili uweze kukuzwa hapa Marekani, ni lazima pia aweze kuzingatia na kuona ya kwamba atafanya vipi ambavyo watu wa Marekani hawataathirika. Ijapokuwa amesema kwenye mchakato huu ni lazima ya kwamba watu wajitayarisha kwamba watapitia katika kipindi ambacho ni kigumu, lakini katika yote watafanikiwa baadaye. Kama mchambuzi wa mambo, unadhani hotuba ya rais imekuwa na vipaumbele gani vinavyoonyesha kuunganisha wa Marekani waliogawanyika? Kuna vipaumbele ambavyo kweli ameweza kujaribu kuonyesha pale, akisema umoja wa kitaifa ni muhimu, kuzingira taifa na ahadi ya Marekani, lakini kwa upande ule mwingine ameacha pengo kuonyesha kwamba sasa hivi ikiwa utaweza kuvamia Panama, kuchukua Panama Canal ama kuchukua Greenland, na ama pengine kuweza kuweka mikakati na kodi hizi ambazo anaziweka katika nchi ya Marekani dhidi ya Canada, dhidi ya Mexico na China, ni kumaanisha kwamba pia hapa patakuwa na mchanganyiko. Watu watazidi kuteseka, wengi wamevutwa kazi kama vile yule Democrat alikuwa akisema ya kwamba wamevuta watu wengi kazi. Kwa hivyo licha ya kwamba wanataka kuweka historia, lakini kusimamisha malipo ya wafanyikazi na misaada pia kuna dhuru wale waliomchagua. Kwa hivyo watu wengi wataathirika, na pia yani wakulima wengi sasa hivi wamepoteza wafanyikazi, na kwa hivyo Wamarekani wengi hawataweza kwenda kufanya kazi ambazo zilikuwa zikifanyika na wale watu ambao walikuwa wameajiriwa katika mashamba yale. Kwa hivyo uchumi pale utagongwa, na pia lile jambo ambalo litaonekana ni kwamba watu wengi hawataweza kufurahia baada ya kutolewa hata zile hela wanazozihitaji mifukoni mwao ili kugharamia kuleta uchumi, kuleta limbukizo hili ambalo linaenda kujitokeza, na pia katika uchumi ambao sasa hivi unaonekana kuyumbayumba. Dr. Sadera kutoka pale Georgia, siku zote na hata leo, asante kwa mchango wako. Nashukuru sana. Wakati huo wa Marekani wamekuwa na maoni tofauti juu ya hotuba ya rais wa Marekani aliyotoa mbele ya bunge jana usiku. Ninadhani kusaidia Ukraine ndio muhimu kwangu. Wanabidi kumaliza vita hivyo. Wakiendelea na vita wanapata fedha zaidi kila mara. Biden alitoa bilioni 300. Akarudi tena, anataka kiasi gani? Bilioni 500? Ni fedha nyingi. Waache watanzue matatizo yao peke yao, kwa sababu tukijikuta kati ya vita kwa pamoja, hali hiyo itaanzisha vita vya 3 vya dunia. I think that it's okay that he has to control
Ninadhani kile ambacho Donald Trump anafanya ni vizuri. Anabidi kuudhibiti uhamiaji, lakini inabidi ifanyike kwa njia ya kibinadamu zaidi. Ninadhani anabidi kuwakagua watu wanaokuja huku Marekani, hasa kufanya kazi na kuishi. Inabidi kutambua kwamba Marekani ya leo imefanikiwa kwa ajili ya wahamiaji. Wanakuja hapa kufanya kazi kwa bidii sana, na Marekani hii ya leo ni kwa sababu ya wahamiaji. Na mwenzangu Bob yuko Washington DC na sasa tunaungana naye. Uba, baadhi ya watu waliozungumza nao na maoni gani kuhusu hotuba ya rais? Naam, asante sana Maria. Kwa saa 1 dakika 40 ikitajwa kwamba ndio hotuba ndefu zaidi katika jumba la Capitol iliyofanyika hapo jana, kumekuwa na hisia tofauti miongoni mwa Marekani. Wawili hao tumezungumza nao na wengine pia tumezungumza na wao ambao hawakuwahi kuwa kwenye televisheni kwa sasa. Wamezungumzia mambo mengi ikiwemo masala ya usalama, masala ya bima ya afya, masala ya kama vile ushuru, kazi na mambo mengi. Lakini wengine wao wanasema kwamba kwa wiki 6 peke yake hawawezi kapima kama Rais Donald Trump amefanya vizuri au amefanya vibaya. Lakini katika masala mengine kama vile kuangazia masala ya elimu, wengine wanaunga mkono kwamba yapo mageuzi ambayo yanahitajika kufanyika, lakini wanaomba kwamba Rais Donald Trump aweze kufanya kwa njia ya utaratibu ili kutoa nafasi kwa wale watu ambao wanashikilia idara hizo kuweza kuzifanya kwa njia ya kistaarabu. Lakini kwa upande mwingine wanashikilia kwamba masala ambayo yanaendelea katika Mashariki ya Kati, katika utawala uliopita waliona kwamba ndio walijaribu kutatua mambo ambayo yanaendelea katika Mashariki ya Kati, lakini ujio wa Rais Donald Trump huenda ukawa na mabadiliko katika eneo hilo. Kwa hivyo wanatarajia kwamba Rais Donald Trump atajaribu kila awezalo kuhakikisha kwamba kunakuwa na amani, sio tu Mashariki ya Kati, lakini pia katika mataifa kama vile Russia na Ukraine ambao mpaka sasa wanaendelea kuzozana. Nivodokeza kidogo ni kipaumbele cha wengi, hata Rais Trump amezungumzia katika hotuba yake. Je, baadhi ya watu wamegusia nini zaidi kuhusiana na usalama? Naam, swala la usalama wameona kwamba Marekani imejitolea sio tu katika taifa hili la Marekani kuwekeza katika sekta ya usalama, lakini katika mataifa mengi sana kuhakikisha kwamba Marekani kama nchi ambayo inafahamika kwamba ina nguvu zaidi imeweza kutoa msaada wa kijeshi upande wa Ukraine, upande wa Israel na mataifa mengine. Lakini baadhi yao wanasema kwamba ni wakati sasa pia kwamba rais wa Marekani aweze kuangalia usalama wa taifa hili, hasa katika mipaka ambapo wanahisi kwamba swala la uhamiaji bado halijaangaziwa wanavyotaka. Wanataka kwamba kuwe na ile utaratibu ambao unafaa zaidi, kuwe na usalama ambao utawekwa pale iwapo watu wanaendelea kuvuka waweze kukabiliwa kisheria, na kuhakikisha kwamba wakuu wa usalama wanahakikisha wanaoingia kinyume cha sheria sio tu wanaregeshwa, lakini pia wanachukuliwa hatua za kisheria. Trump ameingia madarakani, kuna mabadiliko mengi yamefanyika, na katika hotuba yake amesema mengine ni katika kurejesha matumaini na utajiri. Je, kuna baadhi ya watu ambao wamezungumzia lolote kuhusu hili, hasa matumaini? Na kwa wafanyi biashara wanahisi kwamba yapo mengi ambayo yanaweza kutendeka, yani kwa muda kidogo sana. Tayari wanasema kwa wiki 6 wameweza kuona kwamba biashara angalau kidogo inaonekana inapigiwa upatu au inapewa kipaumbele katika serikali ya Donald Trump, na wanahisi kwamba ikiwa wataendelea na mambo ambayo wameyapanga kama serikali ya Rais Donald Trump, wanahisi kwamba wafanyi biashara huenda wakanufaika zaidi. Lakini katika mambo ya kutoza ushuru mataifa mengine kumekuwa na hisia kinzani, ambao wapo baadhi wanahisi kwamba hakuna haja ya kutoza ushuru katika bidhaa ambazo zinatolewa katika mataifa ambao wamekuwa ni washirika wao kwa muda mrefu, lakini wanahisi kwamba anavyofanya ni sawa, kwa sababu anahakikisha kwamba ameapa maslahi ya Marekani kwanza, yani iwe mbele zaidi kabla ya mambo mengine. Kwa hivyo kwa wafanyi biashara ni afueni kubwa sana, na wanaona kwamba nchi inaelekea inavyostahili. Shukrani Uba. Na Wademokrat wamemkosoa Rais Donald Trump kutengeneza mazingira ya hofu miongoni mwa jumuiya ya wahamiaji Marekani. Katika hotuba yake kwenye bunge, mbunge Adriano Espaillat alitoa majibu hayo kutoka East Harlem, New York City, ambapo alipongeza juhudi za jamii za wahamiaji na kumkosoa Trump kwa kutoshughulikia mfumuko wa bei. Queremos una nueva ley de migración. Tunataka uhamiaji ambao unalinda mipaka, ambao unalinda wahamiaji, watoto, wafanyakazi wa kilimo, ambavyo vinaweka familia zetu katika umoja, familia za wahamiaji ambazo zinataka kuwa sehemu ya mafanikio katika taifa letu.
Matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, lakini nakujuza pia kwa tuna app mpya ya VOA Plus ambayo unaweza kupata habari na vipindi vyetu na makala maalumu kutoka hapa Sauti ya Amerika. Nitarudi baada ya muda mfupi. Sehemu ya pili ya matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Endelea kuwa nasi, bado tuko na taarifa tunazohitaji kupatia. Tuende chumba cha habari tuangalie mengineyo yanayoendelea. Kenneth Bwire yuko tayari kwa ajili ya kutuarifu. Kenny. Asante Maria. Wakati waumini wa kanisa Katoliki kote duniani wanapoanza mfungo kuelekea Pasaka, maombi yanaendelea kwa ajili ya afya ya kiongozi wa kanisa hilo Papa Francis. Nchini Nigeria, Askofu Boniface Ugo wa kanisa la Mtakatifu Francis mjini Lagos amesema kwamba kipindi hiki cha kufunga ni muhimu kwa ajili ya maombi maalum kwa Papa Francis. Papa mwenye umri wa miaka 88 amelazwa hospitalini ambako anakabiliwa na matatizo ya kupumua kutokana na homa ya mapafu. Leo Jumatano ya majibu, Vatican imesema kwamba Papa Francis amelala vizuri na kuamka dakika chache baada ya saa 2 asubuhi. Taarifa inasema hali yake ya afya ni thabiti na kwamba hayupo katika hatari ya kiafya. Amewekewa hewa ya oxygen. Alilazwa hospitalini Februari 14 na amekuwa hospitalini kwa muda mrefu zaidi tangu alipoteuliwa kuwa papa miaka 12 iliyopita. Wanajeshi wa Sudani Kusini wamezingira makazi ya makamu rais Riek Machar katika mji mkuu wa Juba. Washirika wa karibu kadhaa wa Machar wamekamatwa. Naibu wa mkuu wa jeshi la Sudani Kusini Jenerali Gabriel Duoplam, ambaye pia ni mshirika wa Machar, alikamatwa na kuzuiliwa Jumanne akihusishwa na mapigano ya kaskazini. Waziri wa mafuta Puot Kang Chol, ambaye pia ni mshirika wa Machar, pamoja na walinzi wake na familia nao wamekamatwa na kuzuiliwa. Hakuna sababu imetolewa kuhusu hatua ya kukamatwa kwao. Machar na chama chake cha SPLA-IO hawajatoa taarifa yoyote kuhusu mapigano yanayoendelea, lakini waziri wa maji Paumang Deng, ambaye pia ni msemaji wa chama, amesema kukamatwa kwa Lam kunatishia makubaliano ya amani kwa jumla. Wiki iliyopita wanadiplomasia wa nchi za magharibi walitoa wito kwa pande zote kuepusha uhasama. Sudani Kusini haijatekeleza mkataba wa amani wa mwaka 2018 kwa ukamilifu. Uchaguzi uliokuwa umepangiwa kufanyika mwaka uliopita uliahirishwa kwa muda wa miaka 2 kutokana na ukosefu wa pesa. Wapalestina katika Gaza wamepokea kwa tahadhari maamuzi ya viongozi wa nchi za Kiarabu ambao wameidhinisha mpango wa Misri wa kujenga tena Gaza bila kuwahamisha. Viongozi wa nchi za Kiarabu waliidhinisha Jumanne mpango wa Misri kwa ajili ya Gaza ambao utawaruhusu karibu Wapalestina milioni 2 kubaki Gaza wakati sehemu hiyo inajengwa upya. Mpango huo ni tofauti na wa rais wa Marekani Donald Trump wa kutaka Wapalestina kuhamia nchi nyingine wakati wa ujenzi wake na kuigeuza Gaza kuwa mandhari ya Mashariki ya Kati. Mpango huo wa dola bilioni 53 ambao umeidhinishwa na mkutano wa viongozi wa nchi za Kiarabu mjini Cairo unakataa pendekezo la Trump. Makubaliano yamekubaliwa na kundi la wanamgambo la Hamas, kukataliwa na Israel na bila kuzungumziwa na utawala wa Donald Trump. Na mkuu mpya wa jeshi la Israel Eyal Zamir ameteuliwa leo baada ya kujiuzulu kwa Luteni Jenerali Hazer Halevi. Halevi amejiuzulu baada ya kile kimetajwa kama kushindwa kuzuia shambulizi la wanamgambo wa Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 ndani ya Israel. Zamir amepandishwa cheo na kuwa Luteni Jenerali na kuwa mkuu wa jeshi wa 24 wa Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz wamehudhuria sherehe hiyo mjini Tel Aviv. Mabadiliko ya uongozi yanajiri wakati kuna hali ya sintofahamu kuhusu makubaliano ya kusitisha vita katika Gaza kutokana na ukosefu wa uhakika wa kurudishwa mateka ambao wanazuiliwa na Hamas. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema mapigano yanaweza kuanza tena iwapo mateka 59 waliosalia hawataachiliwa huru. Habari ya kutisha hiyo kutoka Mashariki ya Kati
kuhusiana na vitisho kwamba huenda mapigano yakarejea kama mateka hawataachiliwa. Nakamilisha upande huu wa chumba cha habari. Maria, Shukran sana Bwire. Karibu. Na katika habari nyingine, viongozi wa Ulaya wanajadili Alhamisi jinsi ya kufadhili ongezeko kubwa la kuwa tayari kuhusiana na ulinzi ili kukabiliana na uwezekano wote wa shambulizi la siku za usoni la Russia na kutotegemea ulinzi kutoka Marekani. Tume ya Ulaya Jumanne ilipendekeza njia kadhaa kukusanya pesa ambazo zitaongeza euro bilioni 800 kwa miaka kadhaa. Mwezi uliopita, mabishano baina ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yalipamba moto kutokana na mawazo tofauti jinsi ya kumaliza vita vya Ukraine, huku Zelensky akitofautiana kupata dhamana ya uhakikisho kutoka kwa utawala ambao umekumbatia diplomasia ya rais wa Russia Vladimir Putin. Viongozi wa Ulaya baada ya hapo walijipanga kuonyesha mshikamano na rais wa Ukraine. Na katika habari nyingine ni kwamba mashamba ya kahawa katika kaunti ya Nzara, Sudan Kusini yako katikati ya juhudi za kufufua sekta ya kahawa ambayo ilikuwa imefifia. Wakulima wanageukia mbinu ya Excelsa, aina ya nadra ya utunzaji wa kahawa inayostahimili mabadiliko ya hali ya hewa wakati huu wa changamoto wa hali ya hewa na ukosefu wa kahawa kwa wingi duniani. Nimlete tena Uba Abdi atuarifu kuhusiana na taarifa hii kutoka chumba chetu cha habari. Mbinu asili ya kuchachusha kahawa ni maarufu Sudan Kusini na baadhi ya mataifa mengine ya Afrika. Ina manufaa kutokana na mizizi mirefu na majani manene ambayo inawezesha kustahimili ukame, joto kali na wadudu hatari. Katika shamba lake la kahawa, Catherine Bashiama anakagua miti yake akiwa na matumaini kwamba mazao haya mapya yatasaidia familia yake. Shukran kwa jamii yote kwa hii kahawa. Nilipanda kahawa hii kwa sababu mume wangu alipata ajali. Tulikuwa tukifanya kazi pamoja kuwatunza watoto wetu, lakini kutokana na ajali hiyo hatukuweza kulipia masomo ya watoto wetu. Nilipanda kahawa yangu na sasa inanawiri na ile ya kwanza imezaa matunda. Natarajia mwakani nitaweza kupata zaidi na itasaidia familia yangu na watoto yangu. Kwa hivyo nitakuwa na furaha. Bashiama ni mmoja wa watu wengi wanaotegemea mbinu ya asili ya Excelsa. Naifurahia sana kahawa yangu. Ningependa kuruka na kugusa tawi la miti kutokana na furaha yangu. Wale ambao hawajapanda na wasihi wawe na nguvu wapande kama mimi nilivyopanda. Waiangalie vizuri isiungue na moto. Wakati nchi jirani kama Ethiopia na Uganda wanajivunia sekta ya kahawa, Sudan Kusini ndio kwanza imeanza kuianzisha tena sekta yake. Miongo ya migogoro ilivuruga taratibu za kilimo, ingawa wenyeji wengi wanakumbuka wakati ambapo kilimo cha kahawa kilikuwa cha kawaida. Hivi sasa kahawa inachangia sehemu ndogo ya soko la dunia, chini ya 1%. Ian Patterson ni mkurugenzi mtendaji wa Equatorial Tech, kampuni inayojihusisha na kuwaunganisha wakulima wa kahawa na masoko ya kimataifa ya kahawa. Kampuni yake imekuwa ikifanya majaribio ya aina mbalimbali za kahawa nchini Sudan Kusini na ilitaja kahawa ya Sudan Kusini kama kahawa iliyoandaliwa kwa ustadi, iliyokusudiwa kwa ajili ya kuuzwa nje nchi. Tunahisi kuwa kahawa hii inastahimili hali ya hewa. Tunafikiria itakuwa jambo zuri kwa Sudan Kusini kupiga hatua zaidi. Nadhani kuna fursa nyingi hapa kuisaidia sekta kahawa huku mabadiliko ya hali ya hewa yakiendelea kushuhudiwa. Andre Faria Almeida ni mtaalamu wa kahawa na anasema kuwa nchi zinazoongoza kwa uzalishaji kama Brazil na Vietnam zinazalisha kahawa kidogo kuliko walivyotarajia, na hiyo ndiyo sababu bei za kahawa ziko juu sana katika historia. Ni wakati wa mbinu hii ya Excelsa kuleta mabadiliko makubwa katika sekta hii, kwa sababu Excelsa inafaa zaidi kwa hali ya hewa ya joto na ukame na haiathiriwi na magonjwa na wadudu. Kwa hiyo nadhani Excelsa ndiyo mustakabali wa kahawa. Katika masoko ya kienyeji, wafanyabiashara wanauza kahawa pamoja na bidhaa zingine. Uzalishaji huu wa ndani, ugavi na uuzaji wa bidhaa
unakaribishwa na viongozi wa jamii kama vile Atoroba Peni, mfalme wa Azadi. Sometimes our community they depend on foreign aid. Wakati mwingine jamii yetu inategemea misaada ya kigeni, na ikiwa imechelewa basi hawawezi kuwatunza watoto wao. Hivyo ni muhimu kwa watu binafsi, kwa jamii zetu kuwekeza katika kahawa na mazao mengine ya kibiashara. Gharama kubwa za usafirishaji, masuala ya usalama na hatari ya moto unaweza kuharibu mashamba bado ni changamoto kwa wakulima wa eneo hili. Licha ya vikwazo hivi, kuibuka mbinu ya asili ya Excelsa inaonyesha matumaini ya sekta ya kahawa ya Sudan Kusini kuwa endelevu na imara zaidi. Huba Abdi, VOA, Washington. Na leo kwenye makala yetu ya teknolojia tunakuarifu kuhusu maonyesho ya kimataifa ya kila mwaka yanayoangazia teknolojia za kisasa WMC. Nimpishe BMJ Mridhi kutuarifu. Vibanda vya maonyesho vilijaa vifaa vya kila aina vya ubunifu wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na saa na simu za kisasa na hata vifaa vya kusikiliza sauti vinavyotumia teknolojia mamboleo. Miongoni mwa vivutio vikuu katika siku ya kwanza ya maonyesho hayo ni gari aina ya Cybertruck la kampuni ya Tesla, ambalo wageni walipata fursa ya kuingia ndani na kujionea jinsi teknolojia ya akili mnemba inayotumika kwa majukumu mbalimbali ya gari hilo ilivyoboreshwa. Droni za kisasa pia zilivutia umakini wa wengi, na vikundi vilikusanyika kujadili uwezo wake. Waliohudhuria wanasema akili mnemba imepewa kipaumbele na watengenezaji wa vifaa kuliko wakati mwingine wowote katika historia. Boris Masiej Godoski ni mkurugenzi wa mauzo wa kampuni ya AV System. Akili mnemba inatumika kila mahali, katika mitandao na hata usimamizi wa masuala ya wateja. Kwa hiyo ningesema akili mnemba kwa sasa umekuwa mtindo katika mawasiliano. Skrini kubwa kwenye kibanda cha Amedic Studio ilionyesha teknolojia ya picha za pande tatu maarufu kama hologram, zinazoshirikiana hadhira na mwingiliano wa kidijitali unaofanana na hali ya kawaida ya maisha. Ruben Alba-Revilla anasema ubunifu wa kiteknolojia umepiga hatua kubwa katika kipindi cha mwaka mmoja. Nilikuwa kwenye maonyesho ya Mobile World Congress mwaka jana, na mwaka huu naona mengi yaliyojadiliwa wakati huo yametekelezwa kikamilifu. Inapendeza kushuhudia jinsi teknolojia inavyoendelea. Kama mhandisi wa programu katika tasnia ya teknolojia, naona akili mnemba ikibadilika kila siku. Kampuni moja ya Marekani ya Newnow ilizindua aina mpya ya simu itwayo V1 ambayo inatumia mfumo wa uendeshaji wa AI wa blockchain. Kampuni hiyo inasema simu yake imeundwa kwa kutumia teknolojia ambayo inaiwezesha kujifunza kwa haraka kutokana na shughuli za mtumiaji na kutumika kama msaidizi wa kibinafsi anayetumia akili mnemba. Joe Park ni mhandisi wa programu za kompyuta zinazotumia AI wa kampuni ya Newnow. It knows what content you watch on YouTube. It knows what content you watch on Netflix. Inajua ni maudhui gani unatazama kwenye YouTube, ni maudhui gani unatazama kwenye Netflix. Inajua ni vitu gani ulivyonunua kwenye Amazon au Walmart. Inajua ni ujumbe gani unabadilishana na marafiki na familia yako. Mambo kama hayo. Kutokana na yale imejifunza, inakuwa rahisi kuwa msaidizi wako wa AI. Kama mojawapo ya hafla muhimu zaidi za kimataifa zinazoangazia teknolojia, maonyesho ya MWC ni jukwaa muhimu kwa wadau katika sekta hiyo, wakiwa ni pamoja na wavumbuzi na wapenda ubunifu na hata wataalamu wanaofuatilia kwa karibu mustakabali wa teknolojia wakati huu ambapo sayansi ya akili mnemba inaimarika kwa kasi kuliko wakati mwingine wowote katika historia. Maonyesho hayo yanaendelea hadi kesho Alhamisi. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika. Tunakamilisha matangazo ya duniani leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Ulikuwa nami Mary Mgawe kwa ajili ya matangazo ya leo, na kusiwe na tena kesho kwa ajili ya matangazo mengine. Tembelea mtandao wetu www.voaswahili.com. Unaweza pia kuniandikia katika mitandao yangu ya kijamii @Mary Mgawe. Unaweza kueleza nini ungependa kuona katika matangazo ya duniani leo. Usiku mwema kwa wakati huu.